neno la hope na pia about walls of Jericho. Bwana Yesu asifiwe. And nataka tuangalie what are the walls of Jericho. Na hii inapatikana katika kitabu cha Yoshua. Na ni kitabu cha historia ambacho kiliandikwa Yoshua walipokuwa wakiingia Kanaani. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa ndipo wanapoenda kufika nchi ambayo waliahidi. Na walipofika pale, kuna mambo mengi yalifanyika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya kwanza, walienda kuvuka mto Yordani. Na pale kuna mambo ambayo Yoshua aliambiwa hayafai. Na wakati mwingine tunaongea ama tunasema vile ambavyo walivuka mto Yordani, wakachukua mawe 12 wakaweka upande mwingine, ili kujikumbusha ya kwamba when the ark of the covenant ilikuwa ikipitishwa pale, kasimama pale, mto Yordani ukasimama, wana wa Israeli wakapita. Bwana Yesu asifiwe. Na wakipita pale, kuna one thing ambayo niliona walifanya. Biblia inasema ni Joshua 4 around 18 hapo, walivuka pale kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Kitu moja ni kwamba kuna mambo ambayo utaenda kupitia, na kwa sababu kuvuka mto sio kitu rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Na kiposa Bwana akasimamisha mto. Na mambo mengine, usipokuwa na speed utapatwa katikati. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Biblia inasema walipita ama walivuka kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo ambayo Bwana anakuonyesha uyafanye. Kuna mahali ukienda kama kuna danger, because kulikuwa na dangers. Kwa hivyo walivuka kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Wakafika upande mwingine. Na Yoshua pia akapewa other instructions to circumcise the Israelites. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ni akaunti ambazo walipewa wafanye. Kitu ya kwanza, wamefika the promised land. Na sisi wakati mwingine tunaona tushafika. Na ukifika in the land of Canaan, bado kuna vita. Bwana Yesu asifiwe. Na akafanya vile alivyoambiwa. Walifanya mpaka Passover huko. Na pale walikaa muda. Walipofika pale, kabla ya kwenda kufika Yeriko, kwa sababu Yeriko ilikuwa the first city. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wakikaa pale across hapo, karibu hapo ndipo walipata makazi yao, na wakakaa mahali pale. Na walipokuwa mahali pale, walipokula the first fruits of that land, ndipo maana ilianza kushuka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna mambo ambayo pia na wewe utayaacha Bwana akikufundisha upande mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kuna baraka ambazo ukizipata, kuna mambo pia utayaacha. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo bado ni baraka nyingine ambazo tunaona ni kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ni kama zingine zimekatishwa, lakini ni bado kingine umepelekwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini bado haujafika pale kujishika cities. Bwana Yesu asifiwe. There are things that you have to do.
kwanza ni kwamba Mungu aliwafikisha ya kwamba sasa mnaanza kujitafutia chakula. Bwana Yesu asifiwe. Nimebariki nchi, nimefika ile nchi. Kwa hivyo maana nimeishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Bwana anawapeleka kiwango kingine. Wanafika pale, Yoshua anapewa instructions on what to do. Bwana Yesu asifiwe. Naenda kwa haraka kwa sababu ya muda, lakini ningependa tusome Yoshua 6. Yoshua 6 kuanzia 1, tutaenda kwa haraka kusoma yote alafu tutaendelea hadi 21. Now Jericho was securely shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. Bwana Yesu asifiwe. It was secure because of the Israelites. They had the walls. Lakini wakati wana wa Israeli hao wamefika, hawako wamefunga milango. Bwana Yesu asifiwe. Walipofika milango ikafungwa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna angeingia, hakuna angetoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tu walijua ni kama wenyeji wamefika. Kuna mahali utaenda, vita zitawekwa. Bwana Yesu asifiwe. Vita zitaanza kwa sababu umefika, na kuna watu wako mahali hapo, na kuna vita utapigana kwa sababu mtu ambaye amejishikia mahali pale hataki kuachilia. Bwana Yesu asifiwe. Verse 2. And the Lord said to Joshua, see, I have given Jericho into your hand, its king and the mighty men of valor. Bwana Yesu asifiwe. Joshua anaambiwa nishakupea Yeriko. Nishakupea Yeriko. Lakini wana Yeriko bado wamejifungia ndani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna vitu ambavyo Bwana ashakupa. Bwana ashakupa. Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe sasa ufanye the next steps. Bwana Yesu asifiwe. Ziko leo zile. Lakini what you have to do other things. Verse 3. You shall march around the city. All you men of war, you shall go around the city once. This you shall do 6 days. Bwana Yesu asifiwe. Wanaambia watatoka Yeriko kwa siku 6 mara moja. Tuendelee mstari wa 4. And 7 priests shall bear 7 trumpets of ram's horns before the ark. But the 7th day you shall march around the city 7 times, and the priests shall blow the trumpets. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine wana Israeli wamesema, sisi tuna wanajeshi, si tuende tu tupigane. Bwana Yesu asifiwe. Twende tupigane, tuna hawa watu hata wamejifungia, already wanauoga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ameshatuambia ametupa Yeriko. Bwana Yesu asifiwe. Kiongozi wake ni mfalme wao na watu wa hapo na vitu vyote, si tuende tu tuwapige. Bwana Yesu asifiwe. But you have the instructions of God. Zingine zinakaa ni ujinga, zingine zinakaa ni utoto. Bwana Yesu asifiwe. Lakini amepewa instructions. Nimekupea. Amewapea kiongozi. Kiongozi amewapea instructions what they have to do. Bwana Yesu asifiwe. Ambapo vile ambavyo wanafaa kufanya. Mstari wa 5. It shall come to pass when they make a long blast with the ram's horn, and when you hear the sound of the trumpet, that all the people shall shout with a great shout. Then the wall of the city will fall down flat, and the people shall go up, every man straight before him. Bwana Yesu asifiwe. Wanaambiwa vile watakavyofanya. Watapuliza the trumpets, and the wall of Jericho will fall down. Nani mtaingia katika ile nchi? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni picha ambayo wanapea vile ambavyo watafanya. Bwana Yesu asifiwe. Hapo bado hawajafanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Bwana akikupea jambo au akikupea kitu, you first have the big picture ama the vision.
Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kuoccupy hapo, you have the vision of what you want to get. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ana picha ya maisha yake ungependa yakae vipi. Bwana Yesu asifiwe. Naye Bwana anakupea picha yale angependa ama anakupea. Mstari wa 6. Then Joshua the son of Nun called the priests and said to them. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa ndipo anawaita, take up the ark of the covenant and let 7 priests bear 7 trumpets of ram horns before the ark of the Lord. And he said to the people, proceed and march around the city, and let him who is armed advance before the ark of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kuambiwa ni kitu moja, kukuwa the vision ni kitu kingine, kufanya ni kitu cha tatu. Bwana Yesu asifiwe. To carry out the instructions for what you have seen, for what you have seen in spirit, to be manifested. So it was, when Joshua had spoken to the people that the 7 priests bearing the 7 trumpets of rams horns before the Lord advanced and blew the trumpet, and the ark of the covenant of the Lord followed them. Bwana Yesu asifiwe. Hapa wanaendelea na instructions. Mstari wa 9. The armed men went before the priests who blew the trumpets, and the rear guard came after the ark, while the priests continued blowing the trumpets. Now Joshua had commanded the people, saying, you shall not shout or make any noise with your voice, nor shall a word proceed out of your mouth, until the day I say to you, shout, then you shall shout. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo hapa. Naambiwa kwanza usipige kelele. Carry out the instructions first. Bwana Yesu asifiwe. Hadi wakati nitawaambia. Bwana Yesu asifiwe. So he had the ark of the Lord circle the city, going around it once. Then they came into the camp and lodged the camp. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hizo siku 6 hawakuwa wakipiga kelele. Bwana Yesu asifiwe. Waliambiwa wanyamaze kimya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine unaambiwa mambo mengine sio lazima uyaongee kwa sana. Just carry out the instructions. Bwana Yesu asifiwe. Carry out the instructions. Mstari wa 12. And Joshua rose early in the morning, and the priests took up the ark of the Lord. Then 7 priests, bearing 7 trumpets of the ram's horns before the ark of the Lord, went on continually and blew with the trumpets. And the armed men went before the Lord. And the armed men went before them, but the rear guard came after the ark of the Lord, while the priests continued blowing the trumpets. And the second day they marched around the city once and returned to the camp. So they did 6 days. But it came to pass on the 7th day that they rose up about the dawning of the day and marched around the city 7 times in the same manner. On that day only they marched around the city 7 times. And the 7th time it happened, when the priest blew the trumpet, that Joshua said to the people, shout, for the Lord has given you the city. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ashapata, ashatenda. Carry out the instructions. Sasa unaambiwa piga kelele. Bwana Yesu asifiwe. Now the city shall be doomed by the Lord to destruction. It and all who are in it. Bwana Yesu asifiwe. Only Rahab the harlot shall live, she and all who are with her in the house, because she hid the messengers that we sent. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao pia wataokolewa, sio kwa sababu ni wazuri sana. Mpaka mtu anauliza,
Bwana huyu mtu, Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu umesaidia, kuna mahali umesaidia. Bwana Yesu asifiwe. Umesaidia watu ambao wametumwa na watu wa Mungu. Umesaidia wachungaji. Umesaidia watu ambao wanafanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nawe utaokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Watamalizwa. Watamalizwa. Isipokuwa tu raha na wote ambao wako nao. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa unaona wakati mwingine mtu amekaa maybe kanisani miaka mingi na mwingine anakuja anaokoka na unaona ameanza kupandisha. Bwana Yesu asifiwe. Ni tatizo ambayo wako nayo. Ni kile ambacho anakifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu ambacho anakifanya. Kwa hivyo wakati mwingine ukiona ukiachwa nyuma, jiulize ni kitu gani ukifanya. Bwana Yesu asifiwe. Zinaweza kuwa ni the walls ambazo pia they are blocking your destiny. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza kuwa pia ni wewe mwenyewe. Sio wale are you carrying out the instructions. Bwana Yesu asifiwe. Wale wamefunga milango yao, lakini the instruction that you have been given, are you carrying out those instructions? Bwana Yesu asifiwe. 18. And you by all means abstain from the accursed things, lest you become accursed when you take of the accursed things and make the camp of Israel accursed and trouble it. Bwana Yesu asifiwe. Vitu ambazo wanaambiwa wasiguze, usichukue vitu ambazo wanaambiwa usichukue. Bwana Yesu asifiwe. Utaletea hata wana wa Israeli wengine laana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu ambazo wanaambiwa usiguze, usiziguze. Bwana Yesu asifiwe. Utaletea laana bure. 19. But all the silver and gold and vessels of the bronze and iron are consecrated to the Lord. They shall come into the treasury of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu unafaa kuacha na kuna zile unaambiwa uchukue. Bwana Yesu asifiwe. Sio zote utadestroy. Zilikuwa zao na hawakuwa watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wanaambiwa kuna zile vitu ambazo utachukua, utaleta hemani mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. It is about listening and getting the right instructions. Bwana Yesu asifiwe. Verse 20. So the people shouted when the priest blew the trumpets, and it happened when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout, that the wall fell down flat. Then the people went up in the city, every man straight before him, and they took the city. Verse 21. And they utterly destroyed all that was in the city, both man and woman, young and old, oxen, sheep, and donkey, with the edge of the sword. Bwana Yesu asifiwe. The walls zilianguka because they carried out the instructions. Bwana Yesu asifiwe. They shouted on that day, and the walls zikaanguka. Si kwamba walienda wakazigonga, zilianguka. Bwana aliziangusha. Bwana Yesu asifiwe. And they carried out the next instructions. Kumaliza wote waliokuwa pale. Na ni kwa sababu walikuwa na imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu njia za Bwana sio kama njia zetu. Vile ambavyo wanafanya kazi si kama vile sisi tunafanya. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiria Bwana ni tofauti na yetu. Ukisoma Isaia 55. Isaia 55 mstari wa 8 na 9. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways than your ways, and my thoughts than your thoughts. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine wangeona haya, hili nini anatuambia tufanye, lakini kwa sababu wewe haujui mafikira ya Bwana, you carry out the instructions.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu njia za Bwana sio kama njia zetu. Na ningependa kwa haraka we look at the lessons from the fall of the walls of Jericho. Tutaangalia sababu tena kwa haraka. Ya kwanza, follow God, fuata Bwana even if the journey seems impossible. Follow God even if the journey seems impossible or unexpected. Wana Yeriko wakiona wakitembea, hata kama tuna uoga, tuna ukuta ambao umetuzingira. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuta hata wana wa Israeli pengine wangeona zile kuta wangesema, na tumekaa hapa kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini walikaa almost 1 year wakiwa hapo. Just around. Bwana Yesu asifiwe. Just be nothing. Wangeona kama Bwana amekosa njia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mafikiria yake sio kama mafikiria yetu. Bwana Yesu asifiwe. It is for us to follow God. Hata tukiona kama haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Sisi yetu ni kumfuata Bwana. Lesson number 2. When we listen, wakati tunasikiliza, when we listen, we can hear God speaking to us. Bwana Yesu asifiwe. Tukisikiliza, tutasikia Bwana akituongelesha. Yoshua alichukua muda kumsikiliza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Naona hiyo wakati ambapo alikuwa hapo, ni muda alikuwa akichukua kumsikiliza Bwana. Ushafika the promised land. Bwana Yesu asifiwe. Na unaona mambo sasa itaenda nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine unafaa ukae usikilize Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Usikilize anasema nini. Usikilize kwa kusoma neno. Usikilize kwa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Usikilize kwa sababu Bwana ananena. Lesson number 3. God is purposeful, not random. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anafanya mambo na lengo. Hamkitu kusema tu tunafanya. Bwana Yesu asifiwe. Haika with a purpose. Na alijua ukifanya hivi, ukizunguka siku 6 mara moja, siku ya 7 mzunguke mara 7, the walls will fall. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tunaona mambo ambayo tusonga, wakati kwanza tunaona mambo ni magumu, nashindwa hapa. Hii ni nia ya Mungu kweli? Bwana Yesu asifiwe. Naona hii hii iweze kuwa ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukajua Bwana ana makusudio mema juu yetu. Number 4. The outcome may not be instant. The outcome may not be instant. So keep waiting on the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile nimesema, wana wa Israeli wakiona hiyo njia mrefu, twende tupige hawa watu, washaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Hii nchi yetu nishapewa. Bwana Yesu asifiwe. Tuache mambo mengi, acha mambo mengi, twende tuwapige. Kwa sababu wakati mwingine kungoje. Bwana Yesu asifiwe. Inakaa ni ngumu sana. Inakuwa ni ngumu. Na kwa sababu mafikirio ya Bwana ni tofauti na yetu. Biblia inasema Isaia 40 mstari wa 31. Isaia 40 mstari wa 31. But those who wait on the Lord shall renew their strength. Yesu asifiwe. Wakati mwingine your strength itakuwa imeisha.
watazidi kumngojea Bwana. Na ndiposa Biblia inasema wale ambao wanamngojea Bwana, they shall be renewed their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not be faint. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo utafanya mpaka watu wataulizana, na huyu ni yule mnyonge. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu ni yule maskini. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu yule mjinga ambaye hajasoma. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu wakati wa Bwana umefika. Na Bwana amekuja. Kwa sababu umemngojea Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unajua makusudi ya Bwana yatatimia. Number 5. We are not sufficient in and of ourselves. Hatuwezi kujitosheleza sisi wenyewe. We need God. Bwana Yesu asifiwe. Kama ingekuwa wana wa Israeli kuzunguka Yeriko, wangezunguka hata mara milioni 1. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna jambo lingefanyika. Lakini kwa sababu ni Bwana aliwaambia, they did it. Bwana Yesu asifiwe. And we know what we do. Chochote tunafanya, tunahitaji Mungu. Basi maisha yetu, marafiki wetu, our families, zote tunahitaji Mungu. Kwa sababu hatuwezi jiendeleza. Kwa sababu sio mafikira yetu, ni Bwana. Kwa hivyo wewe ukijienea na your own knowledge, itakuwa ni wewe, sio Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Basi tena na Bwana anatengeneza mambo yako. 6. Obedience in God matters. They followed the instructions of God. Kama wangefuata the instructions, hata wangeona promised land. Bwana Yesu asifiwe. Ama wangekaa tu hapo Yeriko tu hapo kando ya mto Yordani. Bwana Yesu asifiwe. Outside the walls. Bwana Yesu asifiwe. If you do not carry the instructions, if you do not obey God, utakaa outside. Bwana Yesu asifiwe. Those walls zitaendelea kutengeka. Bwana Yesu asifiwe. But it is for us to carry out the instructions. Let us see the book of Luke 11. Luke 11 and verse 28. He said, more than that, blessed are those who hear the word of God and keep it. Bwana Yesu asifiwe. Ni kusikiza neno la Bwana na kulitenda. Bwana Yesu asifiwe. Ni kusikiza na kulitenda. That is obeying the word of God. 7. Na mwisho, what God promises, He will fulfill. Bwana Yesu asifiwe. Kuna Waisraeli walikuwa wameambiwa Kanaani, na the walls kuanguka was another reminder. Hii ni nchi ambayo nimewapa. Bwana Yesu asifiwe. Ni obstacles tu ziko, lakini mnakumbusha hiyo ni nchi ambayo nimewaambia. Haijalishi ni muda gani utapita, yetu ni kumwamini Mungu, trusting in God na kumngojea. Tukajua Bwana ana nguvu nyingi, ana uwezo. Hata muda ukipita, the walls will fall. Bwana Yesu asifiwe. As long as you follow the instructions of God, as long as you obey what He has said, you will just know what God has promised, He will fulfill. And we learn from that. Na nikimalizia a few verses yapenda tusome about God fulfilling His promises. Joshua 21 verse 45. Nasema, not a word failed
of any good thing which the Lord had spoken to the house of Israel, all came to pass. Bwana Yesu asifiwe. There is a keyword hapo. Not a word failed of any good thing. Bwana Yesu asifiwe. Of any good thing. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine Mungu alikuwa anamwambia Musa, niondokeni wamalize hao. Bwana Yesu asifiwe. Hilo lilikuwaje hapo baya? Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu Musa alilia Bwana, usifanye hivyo, akawasamehe. Lakini Biblia inasema not a word failed of any good thing. Bwana Yesu asifiwe. It is for us to listen to God na kile the good things ambazo ametusemea. Bwana Yesu asifiwe. Tukajua to come to pass. Joshua 23 verse 14. Behold, this day I am going the way of all the earth, and you know in all your hearts and in all your souls that not one thing has failed of all the good things which the Lord your God spoke concerning you. All have come to pass for you. Not one word of them has failed. Bwana Yesu asifiwe. Not one word will fail. Bwana Yesu asifiwe. It is for us to know the good things. Not kuangalia wakati ama muda. Ingine Philippians 1:6. Philippians 1:6. Be confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni Bwana ameanzisha, ataimalizia. Bwana Yesu asifiwe. It's a word of hope. Hata upitia muda gani, hata upitia mambo gani, hata upate milima na mabonde, mito, kuta zimejengwa. No, that God has fulfilled the good work that he began to do. He will complete. Wakati wake ukifika, Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tunaona kama ni wakati wetu imefika, lakini ni wakati wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wake ukifika, yote yatatimia. Ya mwisho, Galatians 6. Galatians 6 and verse 9. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Bwana Yesu asifiwe. We shall reap if we do not lose heart. Bwana Yesu asifiwe. It is for us to trust in God. It is for us to obey God. It is for us to listen to God. It is for us to follow His instructions. Kwa sababu no good thing ambazo ametuabiria. And if we do not grow weary of doing good, and in due season we shall reap. Bwana Yesu asifiwe. Tutapata yale yote Bwana ametuabiria. Hilo ni neno la Bwana. Bwana awatende mema, awabariki sana.